na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 24/25 imebainisha kuendelea kuwepo na udhaifu mkubwa katika usimamizi wa Bohari Kuu ya Dawa MSD, ikiwemo malimbikizo ya deni la serikali, ucheleweshaji wa usambazaji wa dawa pamoja na manunuzi yasiyozingatia viwango. Mtakumbuka katika ripoti zetu za nyuma swala la MSD tumekuwa tukiliongelea kwa kutambua umuhimu wa MSD kama muhimili mkuu wa upatikanaji wa dawa nchini, na changamoto hizi za MSD kutofanya majukumu yake kikamilifu na kwa ufanisi zinaathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya. Wananchi wanakosa dawa katika hospitali za umma na gharama za matibabu zinaongezeka na hatari katika maisha yao inapanda, hususan kwa wagonjwa wa magonjwa kama VVU, kifua kikuu na wale wanaohitaji huduma za uzazi. Katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali CAG, hoja za MSD zilizoibuliwa zimeainishwa kama ifuatavyo. Kwanza, serikali kushindwa kulipa madeni ya dawa ya miradi msonge ya VVU, TB na uzazi. CAG ameibua kuwa MSD inaidai serikali jumla ya shilingi bilioni 47.11, ambapo kati ya hizo shilingi bilioni 321.31 ni deni za huduma zinazotokana na miradi msonge kama nilivyotaja hapo awali. Kushindwa kulipa madeni haya kwa muda mrefu kunadhoofisha uwezo wa MSD kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa, na hivyo kuhatarisha upatikanaji wa huduma muhimu za afya kwa wagonjwa nchini. Swala la pili ni ucheleweshaji mkubwa wa kusambaza dawa kwa wateja. Kwa mujibu wa sheria na taratibu, MSD inatakiwa kusambaza dawa siku 14 baada ya kupokea oda kutoka kwa wateja mbalimbali zikiwemo hospitali, vituo vya afya, dispensary katika mfumo ulioko. CAG amebainisha kuwa oda zenye thamani ya shilingi bilioni 39.16 zilichelewa kusambazwa hadi kufikia siku 716, karibu miaka miwili. Oda iliyoombwa na vituo kwa ajili ya kupatia dawa wa Tanzania imechelewa, iko katikati hapa, haijamfikia mwananchi na haijatoka MSD. Hali hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa kiutendaji unaoathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za afya katika vituo vya tiba nchini. Swala la tatu ni ununuzi wa dawa zilizo karibu kuisha muda wake wa matumizi. CAG ameibua kuwa MSD ilinunua dawa zenye thamani ya shilingi bilioni 20.28 ambazo muda wake wa matumizi ulikuwa chini ya 80%, kinyume na mwongozo wa Bohari Kuu wa mwaka 2018. Kitendo hichi kimesababisha hasara ya shilingi bilioni 18.74 na shilingi bilioni 707.8 na kuonesha udhaifu mkubwa katika mifumo ya manunuzi na usimamizi bora wa bidhaa. Kwa mwaka 2023/24 hasara ilikuwa milioni 707.8. Kwa hiyo utaona mwaka huu wamekithiri, hasara inaongezeka, hasara inaongezeka, madawa yanaendelea kuisha muda wake kabla hayajafikia walaji ambao wao MSD wanatambua kuna vigezo vya kununua madawa ili yasiende kufia kwenye makabati, badala yake amfikie mlaji kwa wakati. Uchambuzi wetu kwa hoja hii unaamini kuwa pamoja na kuwepo kwa deni la serikali na udhaifu wa usimamizi, lakini kuna uwezekano mkubwa wa ushawishi wa magenge ya kimaslahi, yani cartels, wanaoshirikiana kwa siri kudhibiti manunuzi, bei, usambazaji au zabuni za dawa kwa faida yao binafsi. Hali hii inapunguza ufanisi wa MSD. Tunaisikia serikali ikisema kwamba kumeongezeka ufanisi wa upatikanaji wa dawa katika ngazi zote na mfumo wote. Tumeona takwimu wakidai kwamba dawa hizi wengine wamefikia mpaka 90%. Lakini ukweli ni kwamba
ukienda huko kwa wananchi, ukienda huko ground, bado hospitali za umma wananchi wanakosa dawa muhimu, na hata pale wanapotakiwa kuzinunua wanaenda kuzinunua kwa gharama iliyokuwa juu zaidi, badala ya kupata manufaa ya uwepo wa MSD, ambapo ilitakiwa dawa zile zinunuliwe kwa bei ya uweni ambayo tayari ilikuwa imeshapunguzwa au imekuwa subsidized na serikali. Kutokana na hali hii, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, serikali ilipe mara moja deni la dawa la MSD ili iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi, na serikali iache utaratibu wa kujilimbikizia madeni. Serikali ianze utaratibu wa malipo ya fedha taslim na ya wakati kwa ajili ya ununuzi wa dawa ili kuimarisha mtiririko wa kifedha MSD. Pia tunaitaka kufanyika mageuzi makubwa ya kimfumo na kiutendaji ndani ya MSD ili kudhibiti mianya, ubadhirifu na uzembe. Tunaitaka pia hatua za kisheria zichukuliwe kwa watendaji wote walioshiriki katika uzembe, upotevu na manunuzi yasiyokuwa na tija. Tunataka pia kuteuliwa kwa watendaji wenye weledi, uadilifu na uzalendo ili kurejesha imani ya wananchi katika taasisi hiyo nyeti. ACT Wazalendo haitakubali kuona afya ya Watanzania ikichezewa kupitia mifumo dhaifu ya usimamizi wa dawa. Tunasisitiza kuwa MSD ni lazima irejeshwe katika misingi ya uwajibikaji, ufanisi na uadilifu ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata dawa kwa wakati na kwa uhakika. Hoja inayofuata ni hoja namba 9 ambayo inahusu kukithiri kwa upungufu na upotevu wa maji. Ripoti ya CAG kwa mwaka 24-25 imebainisha kuwepo kwa changamoto kubwa katika sekta ya maji nchini, ikiwemo upotevu mkubwa wa maji, uzalishaji mdogo, pamoja na ucheleweshaji wa utekelezaji wa miradi ya maji. Changamoto hizi zimeendelea kuathiri upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi licha ya uwepo wa rasilimali ya maji ya kutosha nchini. Tanzania ni nchi inayojivunia ya kuwa na vyanzo vingi vya maji, ili hali wananchi wake wanaendelea kujivunia kutoyapata hayo maji kwa wakati yakiwa safi na salama. Tanzania ina kiasi cha maji kinachofikia ujazo wa lita bilioni 126 wakati mahitaji halisi ni lita za ujazo bilioni 68 tu. Hata hivyo, wananchi wengi bado wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji kutokana na udhaifu wa usimamizi, uwekezaji mdogo na ubovu wa miundombinu. Katika uchambuzi wetu wa ripoti ya CAG, hoja kuu katika sekta ya maji zimeainishwa kama ifuatavyo. Kwanza, upotevu mkubwa wa maji. Upotevu wa maji umefikia thamani ya takribani bilioni 243.74 kutokana na uvujaji wa miundombinu, wizi wa maji na udhaifu wa mifumo ya upimaji. Mamlaka 29 za maji zina upotevu unaozidi 20% ya maji yanayozalishwa. Tutatoa mfano wa mradi wa maji Same Mwanga Korogwe wenye thamani ya takribani bilioni 400. Mradi huu umebainika kuongoza kwa kiwango cha upotevu wa maji. Upotevu wake wa maji ni 70%, hali inayoibua mashaka makubwa juu ya ubora wa mradi huo. Itakumbukwa kwamba mradi huu ulizinduliwa mwaka jana tu na Rais Samia Machi 2025. Licha ya kusuasua kwa muda mrefu, ni mradi ambao umekuwa ukifanyia kazi tangia mwaka 2014 na ni mradi ambao ulisubiriwa sana na wananchi wa wilaya hizi, wilaya za Same, Mwanga na Korogwe. Lakini ndani ya mwaka huo mmoja tunaona kwamba badala ya maji kufikia wananchi, 70% ya maji yote yanapotelea njiani na hayafikii ule mlaji wa mwisho, maji ambayo yanahitajika sana kwa wananchi wa maeneo hayo.